Pilipili alikuwa ni mtu wa watu. Ni mtu wa watu kwa maana ya kwamba kwa Kiingereza tunasema ni social being, a very social being. Social being kwa maana ya kwamba ana uwezo wa kuinteract na watu. Pilipili hata kukutana na wewe leo ataweza kukufurahia na ataweza kukutania, sababu alikuwa ni mtu wa matani sana, lakini ni utani wake ulikuwa ni wa jicho la tatu. Yaani nyinyi mnaweza mkaona situation ni sawa, ila yeye akaiona tofauti na akakufurahisha katika hilo. Lakini pia ni mtu ambaye alikuwa ni philanthropist, tunasema mtu ambaye anatoa misaada kwenye jamii. Ni mtu ambaye amekwenda mpaka vijijini kuwatafuta watu, kuweza kuwasaidia wenye shida mbalimbali. Ni mtu ambaye alikuwa na amani, sio mgomvi. Mimi nimeishi na Pilipili zaidi ya miaka 10, sijawahi kuona anagombana na mtu. Yaani ukisikia atalalamika tu bwana champion, uko naitana champion. Champion kuna mtu bwana yuko hivi na hivi, lakini ilikuwa sio mtu wa magomvi. Kwa hiyo ni mtu mwenye upendo sana, mtu mwenye furaha wakati wote, au mtu mwenye kushirikisha furaha. Lakini alikuwa hafichi hisia zake. Pilipili alikuwa anaweza kulia, hata hapa kwenye interview angeza kulia. Ni mwanaume pekee, ni mmoja wa wanaume ambao walikuwa wanaweza kutoa machozi wakati wowote. Maana yake ni mtu ambaye alikuwa hafichi hisia zake. Akicheka anacheka, akilia analia. Kipi tunaanza? Nafikiri tuenzi falsafa alizokuwa nazo. Pilipili ametoa falsafa nyingi sana kwenye mitandao, jinsi ya kuweza kuishi na maisha. Kwa hiyo hivyo ni vitu ambavyo tunatakiwa tuzingatie na tufate ushauri mwema. Ametushauri sana na nafikiri tuzingatie yale ambayo akiwa. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.